Okay guys, mambo vipi? Gabong 09 hapa. Sasa leo nitaenda kwenda kuelekeza hapa jinsi gani ya kuboost au kutumia mtandao wa Instagram kupata customers ama wateja wengi. Kama unahitaji kupata wateja wengi kwa kutumia mtandao wa Instagram, basi nitakwenda kuelekeza hapa hatua kwa hatua na changamoto gani ambazo watu wengine huwa zinawakuta na wanashindwa kuboost kwenye mtandao wa Instagram na jinsi gani ya kuzitatua hizo changamoto. Kwa hiyo nitakwenda kuelekeza hapa hatua kwa hatua mpaka takapofika mwisho. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa inatakiwa uwe na application yako hii hapa ya Instagram, na sio Instagram Lite. Hii hapa. Sio hii. Inatakiwa uwe na application ya Instagram. Uwezi kama vile unavyotaka kuboost kwenye mtandao wa Facebook, hautaki kuwa na Facebook Lite. Unaweza kuwa na application ya Facebook Lite kwenye simu yako au kwenye application ya Instagram Lite kwenye simu yako, lakini hautaweza kuboost, yani option za kuboost kwenye hiyo application hautakuwa nazo. Kwa hiyo nitakiwa boost kwenye application ya halisi ya Instagram. Kwanza ukiingia kwenye account yako ya Instagram itakupasa kufungua account. Utafungua account, kama bado hauna hii application basi uta download. Ukisha download na kuingia utaanza na option ya create an account. Utafungua account yako kwenye mtandao wa Instagram. Hizi option mimi kwangu ziko pembeni hapa. Ziko pembeni hizi. Lakini wewe kwako utazikuta hapa chini hapa. Nataka tuelekezane hapa hatua kwa hatua. Kitu cha pili, kama mimi hapa na posti zangu mbili tu ambazo nimeziposti hapa kwenye account yangu, na nataka niitumie tu moja hapa kuelekezea kuboost. Ama hii account nimeitengeneza hapa ili mradi upate kunielewa. Kwanza, kitu cha kwanza kabisa nitakiwa uelewe kwamba kwenye account ya Instagram usipoweka profile picture kama mimi nilivyoweka pale, huwezi kuboost. Hicho ni kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili pia, huwezi kuboost kama ukishafungua tu account. Nitakiwa uje kwenye doti tatu zile pale juu pale. Ukishaingia kwenye hizo doti tatu hapo juu, kisha menya hapo utafungua ukurasa kama huu hapa. Kuna option hapa utaikuta ya kufungua professional account na sio account ya kawaida ambayo unakuwa umeshaifungua mwanzoni. Yaani ukishafungua account nitakiwa uje hapa, utaingia sehemu ya search hapo. Uta search professional hapo. Hapo unaona hiyo add new professional account. Uta add hapo, utafungua account mpya professional. Kama Facebook ambapo unafungua page, basi huko unafungua hiyo new professional accounts. Yaani kama Facebook kule ni sawa na Instagram. Facebook kule unaweza kaingia na account yako ukafungua professional dashboard kule. Lakini huko unafungua hii professional account hivi. Ni sawa tu na kule. Kwa hiyo ukishamaliza hapo kufungua hii option, ukiingia kwenye posti zako hapa, hii option ya kuboost hapo utaikuta imewaka kama hivi. Hiyo. Lakini kama pale haujawasha professional account, basi hii option ya kuboost unaikuta haijawaka. Hizo ni baadhi ya changamoto ambazo zinawakuta baadhi ya watu ambao zinawasababisha wasiweze kuboost kwenye mtandao wa Instagram. Lakini changamoto nyingine, unaweza kaingia kwenye mtandao wa Instagram na ukakuta hapa kwenye option ya boost haijawaka pia. Alafu ukiminya unakwambia video yako ina low. Wanasema kuna changamoto gani hapo? Watakwambia ina low resolution. Umeona? Kwa hiyo kama utakutana na hiyo changamoto ya account yako, wanasema video yako ina low resolution, basi itatakiwa uwe na application kama hii hapa ya InShot au CapCut. Rahisi sana guys, rahisi sana. Kwa hiyo tuliza akili yako, ni rahisi sana. Jaribu kuelewa kila hatua hapa ili mradi upate kuelewa na upate kutumia mtandao wa Instagram kupata wateja wengi. Umeona? Kwa hiyo kiingia hapo kama InShot, kama mimi hii hapo ndo nilikuwa na re-edit hapo. Utaingia option ya video hapo. Utaminya hapo. Utaminya video ambayo unaitaka uiedit. Umeona guys? Au yani sio ambayo unataka uiedit. Utaminya hiyo video ambayo unataka uiwekee resolution, ambayo tangazo lako ambalo kule umesema ina low resolution. Kwa hiyo utaingia hapo. Mfano mimi nimechagua tu hapo. Utaingia kama hivyo. Sema kama hapo mimi ndo nimechagua mfano. Utaminya option ya save. Yaani ukishachagua kama hapo, utaminya option ya save pale juu. Kiminya option ya save, unaona kuna resolution hapa chini hapa. Hapo. Resolution hapo kubwa ndio hii hapo, kuna 1080 hapo. Kwa hiyo ukiminya tu, yani utasave. Yaani ukiingia tu ukishachagua hii video yako utasave moja kwa moja. Yaani usianze kuseti nini, usianze kuseti. Labda kama unataka uanze kuedit tangazo lako tena, lakini haina haja. Utakuja tu hapo utasave video yako.
Kufanya hivyo na tangazo langu hapa tayari lina resolution ya kutosha na naweza nikaboost hapo kawaida. Kwa hiyo mimi nitaingia option ya boost post hapa. Ukishaingia hapo itakuletea hapa. Hii ndio hatua ya kwanza ambayo unaanza kuseti ili mradi tangazo lako lipate kuwafikia watu wengi. Hapo unachagua ni kitu gani ambacho unataka ukipate kutokana na hilo tangazo lako utakavyolibusi. Kitu cha kwanza pale ni visit your profile kama unataka ubrand profile yako. Kitu cha pili visit your website, yani kama una website ama una tovuti mtandaoni na au biashara yako ina tovuti, yani mtu inatakiwa afike kwanza kwenye tovuti yako kama www. Jina la biashara yako.com, na mtu akiminya na ataingia Chrome, ataingia Google, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama una website uta click hapo na kuseti button na kuweka link ya website yako hapo. Alafu na seti kama mtu aminye shop now au aminye watch now, contact us. Muona kwenye tangazo lako pale chini kunakuwa na maandishi, mtu akiminya hapo anaenda kwenye website yako. Muona ukimaliza unaminya ndani pale. Kwa hiyo mimi nitakuelekeza hapa ni kitu gani ambacho wengi wanapendelea na kitu gani ambacho mimi ningekupa ushauri ama kitu gani ambacho mimi napendelea zaidi. Umeona? Lakini option ya tatu ni message you, yani watu wengi wa DM. Na ya mwisho ni mixed action. Hapo unakuwa na vitu vingi kama engagement, follows na vitu vingine. Lakini mimi kitu ambacho napendelea hapo zaidi ni message you, yani watu wengi wa DM. Watu wengi wa DM kana kwamba nikiposti biashara yangu watu wengi sawa wata comment hivyo, lakini pia kunakuwa na option ya send message kwenye tangazo langu. Yani mtu ana send message, ananitumia mimi message kwenye DM ya Instagram au anani DM moja kwa moja WhatsApp. Yani kiclick send message anakuja WhatsApp moja kwa moja. Umeona guys? Kwa hiyo mimi napendelea sana send message hapo kwa tangazo langu. Wewe hapo uta set kutokana na tangazo lako. Umeona? Nitakuja ukurasa kama hapa. Hii ni sehemu ya pili ya kuseti message watu wa DM moja kwa moja WhatsApp au Instagram hapa. Umeona? Mimi kwa kuwa huwa mara nyingi waga sipendelei ban. Mara nyingi watu wanasema ukiboost moja kwa moja watu wa DM WhatsApp, watu wengine wanasema kuna changamoto, anapata changamoto ya WhatsApp ban, vitu kama hivyo. Umeona? Kwa hiyo mimi pia napendelea mtu ani DM Instagram hapa, afu kin DM Instagram mimi nampa namba anicheki WhatsApp au namuelekezea hapa au huduma yangu namuelekezea hapa Instagram. Umeona? Kwa hiyo ukitaka watu wa DM WhatsApp utaminya option hiyo hapo, na inatakiwa uwe na WhatsApp business, sio WhatsApp Messenger au WhatsApp zingine ambazo sio official. Inatakiwa uwe na WhatsApp business, WhatsApp ya biashara. Kwa hiyo utaweka namba yako hapa, enter different number hapo. Utaweka namba yako kisha utasend code. Utaminya option ya send code, watakutumia kodi kwenye WhatsApp yako kule, utaingia, utakuwa umesha connect Instagram yako na WhatsApp business. Umeona? Kwa hiyo mimi napendelea wani DM hapa Instagram. Kwa hiyo nitachagua option ya Instagram ile pale, alafu nitaminya save. Kabla sijaminya save, lakini hapa naweza nikachagua ni button gani ya watu wakutane nayo kwenye tangazo langu. Kama mimi napenda watu kwenye tangazo langu kukutana na option ya send message, yani ana click hapo anakutana, yani kwenye tangazo langu pale chini anakutana na option ya send message, akiminya pale ananitumia mimi message DM. Umeona? Lakini naweza nikaweka option ya contact us, learn more, book now, check availability na order now. Umeona? Kwa hiyo mimi nimependelea hiyo send message, alafu naminya save kama hivyo. Rahisi sana. Mimi nimeseti option ya tatu hapo, nimesha set. Kwa hiyo option inayofuatia ni next kama hivyo. Rahisi sana. Option hii hapa ni kuseti audience wako, yani watazamaji au hadhira, yani watu gani ambao unataka watazame tangazo lako. Option ya kwanza hapa kuna social requirements. Hapo unaweza kaminya hapo. Ukaminya hapo ukaandika categories ama tangazo lako linahusiana na nini. Kama ni mambo ya finance, kama ni mambo ya employment, kama ni mambo ya housing au mambo ya social issues. Social issues kama election, mambo ya siasa hapo. Lakini mambo ya finance kama mambo ya mikopo na nini, mambo ya
employment, namba 2 pale mambo ya kazi, certifications, hivyo mambo ya housing pia. Hii option haina umuhimu sana kwa sababu wenyewe Instagram wana mfumo wao ambao wanaweza kuchagulia audience nzuri kutokana na tangazo lako. Yaani tangazo lako linaonekana moja kwa moja kama linahusiana na nini. Umeona guys? Kwa hiyo unaweza kuchagua hapo. Kama mimi ni wanafundisha watu biashara mtandaoni, kwa hiyo naweza nikaminya hapo labda mambo ya finance au mambo ya employment, mambo ya kazi. Umeona? Kwa hiyo hiyo option haina umuhimu sana. Mimi naweza nikaiacha kama hivyo. Okay. Lakini option ya pili pale, suggest audience. Napendelea audience wangu au watazamaji wangu. Taminya option ya edit hapa. Kama unaiona hapa. Kuna option ya edit hapo. Nita edit kama hivyo. Tangazo langu nataka lionekane kwenye nchi gani? Kama biashara yako unataka ipo nje, ndani na nje ya Tanzania, kwa hiyo utaminya na nchi ambayo tangazo lako pia unataka liwafikia watu. Lakini mimi nafundisha tu biashara labda watu wa Tanzania, umeona? Kwa hiyo nitaminya option ya Tanzania hapo. Lakini pia kuna option ya create your own audience. Ukicreate kama hapo, audience name hapo unaweza kuweka audience yoyote, kana kwamba jina lolote, kana kwamba unaweza kuandika boost ya kwanza. Hapa itakusaidia ukiandika kama hivi, itakusaidia siku ambayo unakuja tena kuboost, utaikuta tena hii option. Yani siku nyingine utakaje kuja kuboost tena hii option ya boost ya kwanza utaikuta. Kwa hiyo unataka tena create your own audience nyingine, au uchague audience ambayo uliset mara ya kwanza. Umeona kama hapo mimi nimeset hiyo hapo audience name boost ya kwanza. Wewe unaweza kaandika hata jina lako, yani kitu chochote. Lakini location hapa, tangazo lako nataka sana ndo hapa lionekane wapi. Unaweza kuchagua hapa kutoka kwenye ramani, kwenye ramani ya kukaseti kilomita na umbali ambao wewe upo. Lakini regularly, mimi napendelea hapo regularly. Anaweza nikatagi mkoa, nikatagi nchi, hivyo umeona. Kwa hiyo mimi nimesema Tanzania. Okay. Tanzania. Hivyo Tanzania. Na watu wengine biashara zao Kongo, Burundi, kwa unachagua tu, ni wewe mwenyewe, unakuwa free. Baada hapo hakikisha unaminya ile option ya done. Ukisha set hapo utaminya option ya done pale mwishoni. Baada hapo utaseti umri. Yaani ni watu wa umri gani ambao unataka walione tangazo lako au huduma yako. Kwa mfano hapo mimi naweza ngaseti labda hii ni minimum age. Minimum age manake umri wa chini wao na kuanzia miaka mingapi. Unaona, kwa hiyo mimi naweza ngaseti hapo kuanzia miaka labda 20 hiyo. Whatever. Kwa mfano mimi nimeseti hapo kuanzia miaka 18 done. Mtu akiwa na kuanzia miaka 18 na kuendelea anaweza kaliona tangazo langu, au tangazo langu Instagram anaweza kalipeleka tangazo langu kwa watu kuanzia wenye umri huo. Au pia kuna option ya option hapa, unaweza kuchagua mwenyewe. Age. Kwa mfano mimi naweza ngachagua kwa labda biashara yangu mimi napenda kuwafundisha labda biashara wenye watu wenye umri labda wa miaka 18 mpaka 40 hapo. Lakini jenda pia ni wa kike na wa kiume. Labda kama biashara yako au tangazo lako unataka liwafikie wa kiume tu, utaweka wa kiume tu. Au kama ni wa kike tu utaweka ni wa kike tu. Lakini kama ni wote utaminya option hivyo, utaalau kote. Alafu ukishamaliza hapo usiminye option ya kurudi nyuma. Minya kwanza done pale. Done kama hivyo. Tayari watakuonesha kama hapo umeseti kuanzia miaka 18 mpaka miaka 40. Lakini pia option ya mwisho kuna option ya interest. Interest hapo kiminya hapo ni sehemu ambayo interest ya hapo ni kana kwamba mfano biashara yako labda wewe ni muuza vyakula vya mtandaoni. Umeona? Labda ukiboost hapo, au wewe ni muuza nguo za mtandaoni, ukiboost manake utaandika labda hapo fashioners,
Yani utaandika vitu kama hivyo. Yani wapenda nguo nini. Utasearch hapo. Fashion kama hivyo, utaminya hivi vitu kama hivyo. Utachagua shopping, watu vitu vya nguo nini kama hivyo. Yani watu vitu ambavyo wanapendelea tangazo lako, yani vitu ambavyo wanapendelea kutokana na tangazo lako liwafikie. Kwa hiyo pia hapa pana umuhimu sana, lakini kama wewe ni muuza nguo kama hivyo ni nini, ni muhimu sana pia ukaweka option ya interest. Lakini mimi ni mtu ambaye nafundisha tu biashara mtandaoni. Umeona, kwa hiyo naweza nikaacha hivi maana ni watu wote. Umeona? Nitarudi nyuma hapa. Baada ya kumaliza hapa kuset audience, ku create an audience wa kwangu mimi au hadhira au watazamaji wa tangazo langu, nitaminya tena option ya done. Sije kwa sababu kuminya hapo. Na minya done kama hivyo. Itanileta hapo. Nimeseti hapo boost yangu ya kwanza, nimeseti audience yangu hiyo hapo. Umeona? Kwa hiyo hata siku nyingine ukija kuboost hii option hapa utaikuta. Kwa hiyo uta click tu hii button hapa kwamba nimechagua audience hii hapa ambayo niliboost mara ya mwisho, ukaendelea. Baada hapo utakuja kumalizia au ku next ili uende hatua inayofuata. Kuminya neno next hapo. Itakuleta sehemu ya budget and duration. Hii ni sehemu ya kuseti mfukoni kwako unasema nini, unataka boost kwa kiasi gani. Na mfumo ambao tunaboostia kwa ni mfumo wa dola, sio kama upo Tanzania, sio Tanzania, ni shillings kama hivyo. Kwa hiyo unatakiwa uwe na pesa yako kwenye Visa au uwe kwenye Mastercard, vitu kama hivyo. Umeona? Kwa hiyo wewe hapa mfuko wako unasemaje? Hapo nitaseti budget, kiwango ambacho nataka tangazo langu liwafikie, kiwango changu cha fedha. Kwa mfano mimi hapo labda naweza nika boost labda $8. Wewe unaweza ka boost una kiwango unachotaka mpaka $1500 huko. Umeona? Hiyo ni maximum. Lakini na minimum ni $2 hapo naona. Mimi nataka niweke 8 hapo. 8. Lakini pia tunakuja option hii hapa, wamekwambia run this ad until you pause it. Yani tangazo liendelee kutembea mpaka siku ambayo utalistopisha wewe. Hii option inatakiwa uizime. Yani kama budget yako inasoma vizuri, basi unaweza kaiwasha kama hivi, tangazo lako likaendelea kumove leo, kesho, mpaka budget yako itakapoisha ukalisimamisha hapo. Lakini kwa watu wengi hii ndio option ambayo waga na wasababishia madeni makubwa sana kwenye Visa kadi zao au Mastercard zao kwa kutumia mtandao wa Yas. Lakini Mastercard kwa Visa kadi kwa kutumia mtandao wa Voda inasababisha madeni sana. Unakuja kuboost tena nakwambia pay now, afu unakuta madeni makubwa sana. Kwa hiyo hii option hapa mimi nitaizima. Nitaminya option ya set duration. Mimi mwenyewe sio niweke mpaka iwe na boost kwa siku ambayo inataka yenyewe mpaka mimi nije kusimamisha. Kwa hiyo mimi na set duration kwa siku ambazo mimi nataka. Mfano mimi ni boost $8 afu nataka ni liende tu kwa siku moja. $8 kwa siku moja. Wewe unaweza kuseti kwa siku 2, kwa siku 3. Umeona, kutokana na bajeti yako. Lakini kama hapo nikiseti $8 siku moja, itaenda siku moja $8. Lakini mfano nikiweka $2 siku 2, maana yake $8 siku 2, maana yake itaenda kesho $8 na siku ya pili itaenda siku ya kesho $8 na siku yake ya pili itaenda $8, maana yake mpaka ikamilike hiyo $8. Umeona? Kwa hiyo mimi nataka iende tu siku moja. Hapo nimesha set duration, nimesha set pia budget. Utakuja tena kwa kuminya option ya next. Lakini pia hapo atakuonesha ni itafikia watu wangapi hivyo. Estimate impressions hapo. Lakini hapo nitaminya next. Increase duration kama unataka increase duration hapo. Kwa hiyo not now kwa sababu nisha set not now. Ukifika hatua hii hapa, sehemu ya malipo na vitu vingine kama hivyo. Hii ni sehemu ambayo unafanya uhakiki wa
uhakiki wa vitu ambavyo nimeviseti nyuma. Kuanzia goals pale mimi nimeseti more messages, audience kuanzia miaka 18 mpaka 40, budget ni duration $8 siku moja. Kwa kama kitu umefanya umeona hapa nimekosea, unataka nirudi nyuma nikarekebishe, basi utaminya preview hadi utarudi nyuma huko, au utabaki tu pale kawaida, utarudi nyuma kwenda kuseti vizuri. Lakini mimi hapa visa yangu inaonekana hapa kwa kuwa niisha seti visa yangu kama hiyo inatumika kufanyia malipo kila nikifika hapa. Lakini wewe kama hapa hautaikuta, kwa hiyo utaseti payment method mpya. Utakutana na option hapa ya add payment method, add visa card yako na kuisave. Umeona? Kwa hiyo kisha set hapo utakuja kumalizia option ya boost post pale. Umeona? Boost post. Kama hivyo. Kama hapo nitakuja ni accept. Boost post. Hapo na set message automation message. Hii ni kitu ambacho mimi napendelea sana wakati ule nimeboost. Kwa mfano kuna muda nitakuwa nipo offline, alafu custom au mteja atakuwa amenicheki kwenye DM ya Instagram, mimi nitakuwa unajua kuna wale wateja ambao wanahitaji kujibiwa kwa haraka, yani wanahitaji huduma kwa haraka. Kwa hiyo ukichelewa hapa unaweza kukuta mteja umemkosa. Kwa hiyo ukiseti customize chat options, maana yake itamsaidia mteja, itakusaidia wewe kuwasiliana na mteja kwa haraka. Umeona? Kwa mfano nitaenda kuonesha hapa unafanyaje. Hii ni option ya mwisho kabisa ya kuseti wakati unataka kuboost, lakini hii option ukiminya kwenye goals mwanzoni kule kwenye get more messages, afu kaminya kwenye WhatsApp, hiyo option utakutana nayo kwa sababu mteja anakuja moja kwa moja WhatsApp kule. Kwa hiyo mimi nita customize chat options hapa. Hapo utakutana na sehemu mbili za kuedit hapo. Option ya kwanza ni edit your welcome message hapa. Welcome message. Hii ni message ambayo mteja anapominya tu tangazo lako inakuja hii message itamjia kwamba hi, let us know how we can help you. Tunahitaji kujua ni kwa namna gani tunaweza kukusaidia. Au unaweza ukaseti hapa ukaandika lugha yako, labda unaona wateja wako wengi watakuwa wanaelewa labda Kiswahili, utaandika hapo lugha yako, hi, nahitaji kujua labda nitakusaidia nini, au umevutiwa na huduma. Lakini mimi hapa sipendi kuseti, lakini wewe seti kutokana na biashara yako. Umeona? Kwa hiyo mimi nita save. Nimezima hapo, sija seti manake, alafu nita save. Alafu nitakuja option ya chini, frequently asked questions. Yaani maswali ambayo mteja akiklik tu option ya send message, yaani maswali ambayo anakutana nayo automatic, yaani akiminya ile swali litakuja DM kwako, na wewe DM kwako utamjibu automatic kutokana na venye utaseti hapa. Umeona? Kwa mfano mimi hapo swali, mimi nataka mteja hapo akiminya tu option ya send message akutane na maneno ya nifunze. Umeona? Nifunze. Alafu mimi nataka akituma ile neno nifunze, mimi nataka limrudie neno ni cheki WhatsApp moja kwa moja, yani automatic. Cheki WhatsApp. Kesi namba ile. Bwana hakikisha namba hii. Sasa ni cheki WhatsApp namba hiyo hapo, afu ndakopi. Ndakopi. Hivyo ndakopi yote. Alafu ndaminya add question, yani question 2. Yani mteja anaweza kauliza swali gani tena lingine. Yani mfano mimi sinafundisha biashara mtandaoni. Naweza mteja labda anaweza kauliza labda swali lingine, inahusiana nini hiyo? Umeona? Vitu kama hivyo. Alafu nitamwambia tena labda hapo naandika maneno ya kumvutia mteja kumvutia mteja ili mradi aweze kukucheki DM mapema. Kwa hiyo mimi hapo mfano utaandika
Umeona? Hiyo message ambayo unaandika message ambayo itamfanya mteja imvutie, mteja aje WhatsApp. Hivyo utaandika na hapo chini. Pia utakuja add question. Kuna options za kuadi maswali matatu tu. Kama hapo unaona option ya add question nyingine hakuna. Mfano mteja anaweza kauliza swali gani lingine. Wewe unaandika swali kutokana na biashara yako au tangazo lako linahitaji nini, au mteja anaweza kuuliza maswali gani kwenye biashara yako. Mfano anaweza kuuliza unauza nguo, labda na kuuliza labda ni kiasi gani, unaandika hapo ni kiasi gani, alafu unamwambia bei kwenye automated response hapo utaandika kwamba ni kiasi gani. Kwa mteja akiuliza tu automatic message ya kumjibu automatic ita reply pale mapema. Kwa mteja atawahi kupata huduma. Umeona? Kwa hiyo mimi swali la tatu labda mteja anaweza kauliza au anaweza kusema nahitaji kujifunza tafadhali. Alafu mimi nikamtumia tena hii message hapa, nikakopi na kumtumia tena. Alafu namtumia kama hivi. Hii ndio message ambayo itamjibu automatic. Kwa hiyo mimi nita save. Baada kumaliza hii option ya kuseti, nita save. Umeona? Hapo nimesha save sehemu ile ya edit your welcome message nilizima. Lakini hapa add frequently asked questions nimesha iset. Kwa hiyo kitu ambacho au option ya mwisho kabisa ambayo natakiwa ifanye hapa, mradi tangazo lako liwe in review au liweze kukaguliwa na Meta Ads, ni ndani ya muda mfupi sana. Naweza kachukua lisali moja, masaa mawili, au kama page yako inaonekana na matatizo inaweza kachukua mpaka masaa 24. Umeona? Lakini mara nyingi nachukuaga nusu saa, lisali moja mpaka masaa 3 hapo. Kwa hiyo option ya mwisho kabisa natakiwa uminye ile neno done kama hapo. Umeona? Nimeshaminya done hapo. Kwa hiyo ukija kwenye tangazo langu ambalo nimeboost hapo, unaona hii option, kuna option hapo utaiona this post is currently boosted. Umeona? Hii tangazo ndio ambalo nimeboost. Hizo option hapo utakutana nazo. Umeona? Utakuja hapo, hii ndio taarifa za tangazo langu. Nitakuja niminye hapo. Sorry. Taminya hapo ili mradi kuona taarifa za tangazo langu. Kama hivyo. Huku ni sehemu ambayo utakuwa unaona viewers, watu walio click sehemu ya send message, lakini naona hii option status hapo. Hii option hapo unakuta in review. Tangazo langu bado lipo in review. Umeona? Kwa hiyo Meta Ads wakishathibitisha tangazo langu utakuta hapa option imeandikwa active. Na ukiona active hapo ni moja kwa moja utaanza kuona wateja wengi wameanza ku-DM. Kama uliseti ni WhatsApp, utaona watu wengi wameanza ku-DM WhatsApp. Kama lakini uliseti Instagram, hapa utazidi kuona watu wengi waku-DM hapa Instagram. Kwa hiyo kama umejifunza au umepata kitu kupitia hii video, hakikisha kabla ya kutoka umesubscribe. Kama ni mara yako ya kwanza kabisa au ni mara yako ya pili lakini bado hujasubscribe channel yetu ya YouTube, hakikisha umesubscribe ili mradi nitakapotoa tips nyingine au funzo lingine kuhusiana na wafanya biashara, jinsi gani ya kupata wateja wengi, au tips zingine za kuhusiana na simu zetu kuzitumia kama ofisi, iwe mapema au ni kwa haraka sana ipate kufikia wewe, upate notification ya hiyo tips mpya. Kwa hiyo hapo tunakuwa tumemaliza somo letu kwa siku ya leo. Pia unaweza ka comment hapo kwamba hujaelewa sehemu fulani au umeelewa hapo kwamba hapo labda hapo nimezingua hivyo. Kwa hiyo thank you guys.